Karibu Tuzo Online. Ni mpira unahitaji kuutumikia. Kama ujuavyo, huwezi kupata hii nafasi ya kugombea bodi ya ligi au wajumbe wenzangu hapa bila kuwa kiongozi kwenye timu ya mpira. Ni kwamba lazima ujitoe huko ulipo ili kuja katika hizi nafasi kubwa kabisa za kutumikia mpira kwa jumla wake. Na kama ujuavyo, bodi ya ligi inaongoza ligi hizi tatu, ligi ya NBC Premier League, Championship na First League. Mpira kwa ujumla wake uko ndani ya mwamvuli mkubwa wa TFF ambao unaongozwa na rais wetu makini, ndugu Wallace Karia. Kwa hiyo upande wa hizi ligi ambazo zinasimamiwa na bodi ya ligi ambayo tumekasimishwa kuziongoza, nihakikishie tu jambo la kwanza, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu fupi, mpira wetu unakuwa. Mpira wetu unakuwa kwa kila nyanja, sasa hakuna tena wanasema hakuna ambacho kinajificha. Sasa mpira wetu unahitaji kuboreka zaidi. Niseme moja jambo ambalo mimi na wenzangu hapa tutakuwa jambo la kwanza kulivalia njuga, kama nilivyosema awali, ni kuhakikisha kwanza haki inapatikana ndani ya uwanja kwa timu zetu. Nikisema hivyo na maana pana kabisa, kwa sababu ule ndo msingi wa kila jambo. Tukitaka sponsors, tukitaka kuwa ligi bora, tukitaka kuwa nambari zaidi, tukitaka kuwa na wachezaji bora, lazima jasho lake mtu aliyotoa uwanjani apate manufaa yake. Nikiwa na maana ya kwamba kidogo si sana kidogo, kama unavyojua mpira sasa teknolojia, ili kupata haki kuna wanaosimamia ndani ya uwanja, wanasimamia haki sheria 17, kila mtu apate haki yake. Lakini mpira unaoendelea duniani ni kwamba sasa ishaonekana uwezo wa binadamu umeanza kupitwa na hilo jambo. Sasa lakini kwetu bado hatujafika huko. Kwa hiyo tunategemea wale watu wetu ambao wanasimamia, tutasimamia kwanza kuwapa mafunzo, kwa sababu wakipata mafunzo wakiwa na dhati ya kwamba wanataka kuendeleza mpira yetu, kwa sababu hilo jambo limewezekana. Ndani ya maamuzi ya haki tuna kijana mmoja ambaye sina haja ya kumtaja jina katika hao, ni ndo superstar wetu. Mechi ukimwona imeshika firimbi katikati, kila mtu anasema yes. Ukienda ukitazama, nakumbuka mwaka jana naangalia nusu finali ya club champion ya Afrika, namuona alikuwa yuko pale kama fourth official. Ni kwamba kuonyesha kumbe tunaweza. Sasa ule ndo msingi wa mpira wenyewe. Sasa jambo la mwanzo ni kwenda kuhakikisha kila klabu, iwe kubwa iwe ndogo, inapata haki yake ndani ya uwanja, ili mpira wetu ukisha kuwa tayari na ushindani ambao kila mtu apata haki yake, kila kitu kitakuja, sponsors watakuja, maslahi yataongezeka na mpira utakwenda juu. Lakini lazima kwanza uanzie kule chini kwenye mzizi, kwa sababu tunazungumzwa japo wenzetu washapiga hatua sana, mchezaji wenzetu, manake mpaka mchezaji anaweza akapotelewa akaonekana na akachukuliwa hatua. Kwetu hatujafika huko bado. Lakini hili swala ni kwamba lipo katika kanuni, tayari imeingizwa kwenye kanuni zetu, na tutaongeza nguvu kulifuatilia, japo katika ufuatiliaji huo hauhitaji viongozi tu pekee yetu huku, hata nyinyi Dokejo kuna nafasi vile kupigana mambo beti yasituharibie mpira wetu, kwa sababu kama nilivyokuambieni hapa, mpira ni ladha. Sasa ladha ikosekana ikiwa vijana wetu wakiingia kule ndani, sasa kama tunavyosikia, manake wakati mwingine labda watu inawezekana yapo kwa ukubwa huo, inawezekana watu wanaongeza chumvi, lakini ile jambo lipo. Manake bila kukubali tatizo huwezi kulitatua. Kwanza tulikubali kwamba tatizo lipo, lakini kumbe sote kwa umoja wetu. Hili jambo litaki viongozi tu, kwa sababu mpira wetu ukifa, nyinyi vijana mpira wetu kishakuwa ovyo. Kama kuna wengine wadogo zenu mmewaacha shule ambao wanasomea kazi za uandishi hivi, watakuja kukuta nini huku tena? Watakuta tena limebakia labda jeneza tu, hakuna kitu. Kumbe tukipambana wote, hii industry yetu ikawa kubwa zaidi. Wakati sasa viongozi wenu tunapambana, kwa sababu kama unajua beti kwetu ni biashara halali, lakini sasa umuingiliani wake na katika mpira wetu sasa ndio unatuharibia.
Japo hatuna ushahidi, siwezi kusema, ile biashara watu siwezi kusema kama unaharibu, lakini kwa maneno kwamba kuna kensa inaanza kuingia ndani ya mpira wetu. Lakini hilo tunalifanyia kazi, lipo ndani ya kanuni, tutashirikiana na taasisi nyingine pamoja na nyinyi, tutapambana nalo ili jambo lisituharibie mpira wetu ili tuongeze. TFF ipo inashughulikia kila program za kuendeleza vijana, mpira wa wanawake, timu ya taifa zipo zinaendeleza. Huku hatuna jukumu hilo. Jukumu letu ni ligi zetu 3 kuwa bora zaidi, kupata maslahi zaidi. Lakini maslahi zaidi ndani ya mpira ni mchezo ambao unataka ushindani. Wanasema kama ile ladha, siku moja ndio kusema tunakosa ladha ile ya mechi, wakati mwingine unaondoka. Kuna mtu akanikosoa Kiswahili ananiambia huko sawa, ladha inapatikana mdomoni. Lakini mimi niliona bado mimi nikambishi ndani ya moyo wangu, nikiamini kwamba bado mpira una ladha. Ikiwa unakwenda uwanjani ukiona mambo yanakwenda sivyo ndivyo, unakosa ile test ya mpira. Sasa mimi nikiwa sponsor namba 3, niko pembeni, nataka niingize pesa yangu pale kwenye mpira ambao nauona mpira wenyewe huko hauna ladha tena. Nikisema hivyo nafikiri na maana pana kabisa. Kwa hiyo lazima hili jambo sio la viongozi wa bodi ya ligi tu, sote kwa jumla wetu. Huu mpira umekuwa namba 4 Afrika, si kazi ya bodi ya ligi, si kazi ya TFF. Mmefanya kazi kubwa sana. Waandishi, ukifungua simu yako unakwenda kwenye mitandao unakuta kazi yenu ipo. Ukienda kwenye redio ukifungua asubuhi tunaanza kuingia kwenda kazini, tunaanza ikianza kufika saa 1 tu tunakuta kazi yenu ipo. Kumbe na nyinyi mna mchango mkubwa. Aidha wote kwa pamoja, watoto wangu wengine, wengi watoto wangu nyinyi, kutoka leo kila mtu achukue jukumu la kupigania mpira. Ni industry kubwa. Vijana nyote hapa mpo kwenye industry ya mpira. Mpira huu ungekuwa hujafika hapa ulivyo, ina maana nyote hapa msiko katika hii industry. Lakini tunao zetu wengine wanakuja, wengine wako nyuma yetu. Kumbe tuna nafasi ya kutengeneza kitu kikubwa zaidi katika mpira. Lakini tunapoona jambo si kwa ushabiki. Unajua nasi tuna ushabiki mwingi kwenye mpira wetu, of course. Si jambo baya. Japo wakati mwingine tunatumia vibaya, lakini si jambo baya. Ushabiki ndio mpira wenyewe. Hatuzuii, hatusemi kwamba kuna klabu zina favor zaidi, hapana. Hatusemi kwamba labda watu kuna miemuko zaidi kwa zile klabu nyingine, hapana, hatusemi hivyo. Mpira kwa ujumla wake mna nafasi kubwa ya kujenga mpira wetu, kutoa hapa ulipo kufikisha huko. Sisi kama viongozi tukiondoka hapa, atakayefungua simu yake ni kwenda kuangalia tu nini kimetokea basi. Atakayekwenda kukipeleka huko nini kimetokea, nini kimefanyika, ni nyinyi. Mna nafasi kubwa sana ya kuinua mpira wa nchi yetu. Mnapoona jambo haliko sawa, inapaswa tudikemee wote, kwa sababu nyinyi mna sauti kubwa sana ya kusema. Sisi viongozi tutanioje mara moja tu. Wewe una kazi yako ya kuweza kuyabaisha Tanzania nzima. Ndio maana nikarudi pale. Kwanza turudi kwenye msingi, tuhakikishe wote kwa pamoja haki inapatikana ndani ya uwanja. Tukipatikana haki ndani ya uwanja, sponsors atavutika. Hakuna mtu ambaye anakuja mahala ambapo hapana haki, atakimbia. Kwa hiyo sote kwa umoja wetu, watoto wangu naombeni na tupambane kuhakikisha mpira wetu unasonga mbele. Mmefanya kazi kubwa, hongereni, lakini bado sio kwamba tumefika mwisho, bado na nafasi ndefu zaidi ya kusogeza mpira wetu ufike mbali zaidi.